Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Tulikuwa tumefika wapi? Tumesoma Yakobo 3:14 mpaka 17. Yes. Ndio. Sasa tukasema kuna hii kauli inasema hekima itokayo juu, si ndio? Tulikuwa hapo. Tukasema kwamba kwa maneno mengine alikuwa anarejea nini? Mwenendo wa muamini, si ndio? Yakobo alikuwa anarejea mwenendo wa muamini ambao unapaswa mwenendo wa muamini unapaswa kuakisi asili yake. Mwenendo wa muamini unafaa uakisi asili ya muamini. Yaani namna unavyotembea utembee sawa sawa na asili yako. So kulingana na Yakobo alipokuwa na address kanisa, alikuwa anarejea mwenendo wa muamini ambao unapaswa kuakisi asili yake. Kuakisi asili yake. Yaani mwenendo wake utokane ama uchukue kopi utokane na asili yake. So kusaliwa kutoka kwa baba wa mianga kwa neno la kweli au alikuwa akielezea mwenendo huo kama mwema na kamili. Yaani kumbuka kwamba muamini amesaliwa kutoka kwa baba wa mianga. Sasa mwenendo wa muamini unafaa uwe mwema. Haleluya. Glory to God. Mwenendo wa muamini unafaa uwe mwema na kamili. Glory to Jesus. Glory to God. Kwa sababu tumesaliwa kutokana kwa baba, so mwenendo wa muamini unafaa uakisi asili yake katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So anasema katika mstari wa 14 kwamba pale ambapo wanaonyesha anawaonyesha mwenendo ni hao watu. Hebu tusome namba 14 ya Yakobo 3:14. Yakobo 3:14. Lakini mkiwa na wivu wenye ujungu na ugomvi miongoni mwenu, msikisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Juu ya kweli. So anaongea kuhusu mstari huu wa 14. Kwa sababu anaongea kwa sababu mwenendo wao ni mwenendo wa ujungu, usuta, wivu. Wanatanganyana kinyume na kweli. Haleluya. Wanatanganyana. Kumbuka wamesaliwa katika kweli. Manake wanapokuwa wanatembea nje asili yao, manake wanakuwa wanatanganya. Wanakuwa wanatembea kama wanatembea kwa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kila ambacho wana represent ni uongo, si vile walivyo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So Paulo amezungumza kuhusu kweli. Anasema kwamba lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi miongoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Msiseme uongo juu ya kweli. Msiseme uongo juu ya kweli. Swali linakuja, ni kweli ipi? Ni kweli ipi? Ni kweli ipi? Yakobo 1:17 mpaka 18. Yakobo 1:17 mpaka 18. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu ushuka kwa baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kifuri cha kukeuka. Mstari wa 18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alitusaa sisi kwa neno la kweli. Umeona? Ametusaa sisi kwa neno la kweli. So unapokuwa unatembea nje ya asili yako, unakuwa unachitanganya. Tuko pamoja? Glory to God. So tuwe kama limbuko la viumbe vyake. So kweli ya uhalisia wa wao ni nani katika Kristo. Ni kweli ya uhalisia ya wao ni nani katika Kristo. So wanapokuwa wanatembea kwa uchungu, wivu, usuta, vitina, manake wanatembea nje ya vile walivyo. Wanatembea nje ya utambulisho wao. Muamini hapasi kutembea nje ya vile alivyo. Hafai kutembea nje ama kinyume na utambulisho wake. So ni kweli ya uhalisia wa wao ni nani katika Kristo. Ni kweli ya uhalisia ya wao ni nani katika Kristo. Ni kweli ya uhalisia wa wao ni nani katika Kristo. Wamesaliwa na Mungu kutoka juu kama wema na kamili.
wamesaliwa na Mungu kutoka juu kama wema na kamili, kama wema na kamili. Waamini wamesaliwa na Mungu kutoka juu kama wema na kamili, na huu ni uumbaji wake mwenyewe ambao ni usao mpya katika Kristo Yesu. So usao katika Kristo Yesu ni uumbaji wa Mungu, ni kwamba tumesaliwa kutoka juu. Kusaliwa kutoka juu ni kusaliwa mara ya pili, ni uumbaji mpya, ni kiumbe kipya, sio kutoka juu kwa namna ya vile tunavyoelewa sisi kwa lugha yetu leo. So ni kweli, ni uhalisia wa wao ni nani katika Kristo, kwamba wamesaliwa na Mungu kutoka juu kama wema na kamili, na huu ni uumbaji wake mwenyewe ambao tunaweza kusema ni usao mpya katika Kristo Yesu. Kwa maneno mengine, pale ambapo muamini anatembea katika upendo, kwa maneno mengine, pale ambapo muamini anatembea katika upendo, mwenye rehema na mambo kama hayo, anaishi katika uhalisia wa yeye ni nani katika asili yake. Kwa maneno mengine, pale ambapo muamini anatembea katika upendo, maanake anakuwa ni mpole, ana kiasi, mwenye rehema na mambo kama hayo, anaishi katika uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo Yesu. Mwamini anapotembea katika upendo, anakuwa anatembea katika uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo Yesu. Mwamini anapotembea katika wivu, usuda, ugomvi, matukano, anakuwa anatembea nje ya yeye ni nani katika Kristo Yesu. Opposite side. Yakobo 3:17. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ni ya upole. So muamini, kuna amani, kuna upole. Alafu anasema tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina vitina, haina unafiki. Verse 18. Na hebu soma verse 18 nasemaje na Margaret? Mstari wa 18. Na tunda la haki kupandwa katika amani, na wale wafanyao amani. Glory to God. Hivyo matumizi ya Yakobo ya maneno matunda mema na tunda la haki ni sawa na maelezo ya Paulo ya tunda la Roho. Hivyo matumizi ya Yakobo ya maneno matunda mema, na pia tumesoma ama nasarudia Yakobo 3:17. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina viti na haina unafiki. Alafu anasema na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. So hivyo matumizi ya Yakobo ya maneno matunda mema na tunda la haki ni sawa na maelezo ya Paulo anapoongelea tunda la Roho. Hivyo ndio unaweza kuona kwamba hawa waandishi walikuwa hawakinzani, walikuwa wanapatana kwa roho mmoja, wamefufiwa na roho mmoja. So namna Yakobo anaongelea kuhusu tunda la Roho ni tofauti. So usipomstudy huwezi muelewa. Waefeso 5:8 mpaka 9. Waefeso 5:8 mpaka 9. Kwa maana zamani ninyi mulikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Alafu Waefeso 5:22 mpaka 25. Waefeso 5:22 mpaka 25.
Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. So hivyo ni Wakalatia, sorry. Ni Wakalatia 5:22 mpaka 25. Sorry, ni Wakalatia not Waefeso. Waefeso tumesoma Waefeso 5:8 mpaka 9, alafu Wakalatia 22 mpaka Wakalatia 5:22 mpaka 25. Hivyo inaweza kuelezewa kwamba kile Yakobo alichofundisha kilikuwa ni uzima katika Roho au kutembea kwa Roho. Kila ambacho Yakobo, kumbuka mstari wetu main ni kutoka kwa Yakobo. So tunachatili kuona Yakobo alikuwa anafundisha nini anaposema mwaomba vibaya. Glory to God. So Yakobo alikuwa anafundisha nini? Alikuwa anaelezea kwamba, yani kila ambacho Yakobo alikuwa anaelezea ama alichokuwa anafundisha kilikuwa ni uzima katika Roho ama kutembea kwa Roho. Uzima katika Roho ama kutembea kwa Roho. Uzima katika Roho ama kutembea kwa Roho. Ndio maana anawaeleza pia kwamba pindi ambapo mwamini anatembea katika wivu, uchungu, ugomvi na kutosamehe na mambo yafananayo na hayo, anatembea nje yake mwenyewe au nje ya asili yake. Hicho ndio mambo Yakobo anafundisha. Anafundisha uzima katika Roho, anafundisha mtembeo wa Roho, anafundisha kuenenda kwa Roho. So anasema mtu anapokuwa anatembea katika nini? Mtu anapokuwa anatembea katika wivu, uchungu, ugomvi na kutosamehe. Kuna watu wengine wa kutosamehe bwana. Huwezi samehe hata muamini mwenzako. Tunatembea kwa kutosamehe. Na mambo yafananayo na hayo. Huyo mtu kama huyo anakuwa anatembea anatenda nje yake mwenyewe. Anatenda nje yake mwenyewe au nje ya asili yake. Anakuwa anatenda kinyume na asili yake. Mtu anapokuwa anatembea katika uchungu. So, mwamini ukitaka kuaddress kanisa la Kristo kuhusiana na mwenendo, lazima uwajulishe, uwakumbushe. Maana wakati mwingine mwamini anasahau yeye ni nani. Wakati mwingine mwamini anasahau asili yake. So unamkumbusha kwanza, unamrutisha kwa drawing board, apate kujiona katika neno la Mungu, ajione katika asili yake. Sasa ndio uanze kutofautisha, aone yeye ni nani, aone tunda la Roho, aone upendo, vile ambavyo anafaa kuenenda. Alafu sasa uanza kutofautisha anachokifanya na kile ambacho anafaa anakifanya. Tuko pamoja? Glory to God. Yakobo 3:14 mpaka 16. Yakobo 3:14 mpaka 16. Lakini mkiwa na wivu wenye ujungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Tumesema juu ya kweli. Juu ya kweli ni nini? Uhalisia wako katika Kristo Yesu. Haleluya. So unapokuwa unatembea kwa wivu na nini unasema uongo juu ya vile ulivyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Ndio sababu mwamini hafai kuitwa msherati. Hafai kuitwa mwenye dhambi. Tuko pamoja? Ukimuita mwamini mwasherati, mwenye dhambi, unakuwa unamwaddress nje ya vile alivyo katika Kristo Yesu. Mwamini anaadresiwa ni mtakatifu na aliyeoshwa na aliyetakaswa, aliyesaliwa kutoka juu. Tuko pamoja? Aliyesamehewa, aliyesaliwa mara ya pili, aliyekufa na kufuka katika Kristo Yesu. Tuko pamoja jameni? Hivyo ndio mwamini anakuwa addressed. Unajua wakati mwingine watu wanakuwa tu na hasira zao. Mtu anakuwa na hasira zake kwa sababu watu wapatiliki na mienendo na nini. Unakuwa na hasira zako, unaanza kwa nyinyi wenye dhambi, unaanza kuwatukana na nini. Unakuwa huko, hata wewe mwenyewe unasema uongo juu ya kweli. Unasema uongo. Maana ona, mimi ni muamini.
ninakuwa trace wewe kama mwenye dhambi, mwasherati na nini, kwa sababu ya vitendo vyako, ni sawa na vile ambavyo nachipika. Tuko pamoja? Na kuwa nazungumza nje ya vile mimi nilivyo mwenyewe. Glory to God. Hallelujah. So hii ilikuwa ni jambo lile alilolielezea mapema katika sura ya kwanza. Yakobo 1:22 mpaka 25. Yakobo 1:22 mpaka 25. Lakini weni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijichanganya na nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana uchiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Kumbukeni kile Yakobo anaongelea. Lakini aliyeitazama sheria kamili iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Glory to God. So kumbuka neno mkichitanganya. Kumbuka hilo neno mkichitanganya lilitafsiriwa kutoka kwa neno ambalo linamaanisha neno kuchitanganya, ili mkichitanganya limetafsiriwa kutoka katika neno ambalo linamaanisha, yani kama kuokopa, kutoa wazo au muonekano mwingine kuhusu wewe. Unakuwa unatoa wazo au muonekano mwingine kuhusu wewe. Unatoa kitu kisicho, unatoa kitu tofauti. Kumbuka Paul alisema hii kitu fulani hakiwezi kikatoa hiki. Kuna kitu wakati Margaret alikuwa anasoma hii mwezi saa hii, kuna kitu kama hicho ulisoma? Si kweli? Sasa mwamini anaposema mkijitanganya na kujitanganya, manake unatoa wazo au muonekano mwingine kuhusu wewe. Unakuwa yani mtu ambaye anatoa tofauti ya vile alivyo. Kumbuka mama ambaye ametajwa, wifu, usuta, vitina. Mtu anapokuwa anatembea katika haya yote, anakuwa anajitanganya. Tuko pamoja? Aturuti. Huyu mtu anajitanganyaje? Anajitanganya juu ya yeye ni nani katika Kristo Yesu. So anacho produce ni tofauti ya vile yeye alivyo. So anajitanganya, anaishi katika utanganyifu. Tuko pamoja? Glory to God. Sasa Margaret, uongo mkubwa ambao kanisa linafaa lifundishwe, si ati wewe kuambia mwingine niko tao na umeshafika kama Bwana. Uongo mkubwa ambao kanisa linafaa lifundishwe ni wewe kutembea nje ya asili yako. Ndio utanganyifu mkubwa. Una produce nje ya vile ulivyo. Haleluya. So hiyo kile kinafundishwa, unaambia mtu uko Westland na uko Kankeni, ni uongo. Hivyo ni vitu vidogo. Watu wanafaa aonyeshwe yeye ni nani katika Kristo Yesu. Alafu aanze kuonyeshwa kwamba unapokuwa unatembea hivi, unapokuwa unafanya, unakuwa na wifu, unasema uongo. Manake unakuwa unajitanganya. Haleluya. Unatembea katika utanganyifu kwa sababu wewe si muongo. Haleluya. Wewe si mwenye kiburi. Wewe ni mwema. Wewe ni mtu kamili katika Kristo Yesu. Haleluya. Umeumbika katika Kristo Yesu. Asili yako ni katika Kristo Yesu. Kama yeye alivyo, hivyo ndivyo na wewe ulivyo. Haleluya. Glory to God. Tuko pamoja? Sasa, unajua shida, watu wanafundisha usherati, uongo, kiburi. So wana focus kwa, lakini angalia focus ya Yakobo.
Focus ya Yakobo anamaanisha mnapokuwa mnafanya hivi mnachitanganya. Tuko pamoja? Haya, sikiza. Nikikuambia niko Kawangwale na saa ile niko Westland. Number one, uongo uko kwa nani? Nani nani? Mimi ndio nakutanganya ama mimi ndio najitanganya? So nitaanza na nani? Nitachiona, si ndio? So ona, mimi nimekutanganya, lakini kiuhalisia nimechitanganya. Ninaishi katika utanganyifu kwa sababu na produce tofauti, ama na produce ama ninatoa nje ya vile nilivyo. Tuko pamoja? Glory to God. So naweza kujiangalia nikajua kwamba ninachokifanya ni nje ya vile ambavyo mimi nilivyo katika Kristo Yesu. Hallelujah. Glory to God. Na hiyo inakusaidia kukopa na kurudi kwenye laini. Hallelujah. Glory to God. Kwa sababu sasa ukitanganya mtu, kuna watu wanaishi kwenye uongo. So ukiishi kwenye uongo, ni nani anajitanganya? Sasa mimi umeniambia uko mahali fulani na uko mahali pale. Iko haina shida. So shida kubwa siko kwako mwenyewe, kwa sababu umejitanganya wewe. So unapokuwa unatembea kwa mwili, maanake unakuwa unajitanganya, unatembea nje ya asili yako. Haleluya. So Paulo hii inalinganishwa na vile mtu ni sawa na mtu kufanya maigizo. Kutembea kwa wifu, viti na nini ni kufanya maigizo. Ni kama unaona mtu anabweka kama umbwa. Mwanadamu anabweka kama umbwa. Ukweli ni kwamba yeye si umbwa. So hata ufanye kama ng'ombe, hatutawahi kuita ng'ombe, bali tutakuita mtu, binadamu. Tuko pamoja? So mtu anapokuwa anafanya kama ng'ombe, anaika. Tuko pamoja? Sasa sikia, kutembea nje ya asili yako, unaika. Tuko pamoja? So unaika tabia nyingine ambayo sio ya. Tuko pamoja? Unaika tabia ambayo sio ya. Glory to God. Na tulisema hizi tabia zinaambukizana. Ukitembea na watu wana tabia fulani, chachu kidogo inachajua, si ndio? Unafanania wao. So unaangalia. Kimsingi Yakobo alielezea kwamba kama mwamini hatendi asili yake, hatendi neno, manake anawasilisha picha nyingine ya yeye mwenyewe, mtu ambaye hajasaliwa na Mungu. Narudia, kimsingi Yakobo anaelezea kwamba kama mwamini hatendi asili yake, manake hatendi neno. Hatendi neno. Kumbuka penye tumesoma, mtu ambaye hatendi neno anakuwa msaulifu. Ni sawa mtu ambaye unaangalia kwa kioo, unajiona vile ulivyo, ukishatoka hapo umesahau. So Yakobo anaeleza kwamba mwamini ambaye hatendi asili yake, manake hatendi neno. Anawasilisha picha nyingine ya yeye mwenyewe. Yaani unawasilisha picha nyingine tofauti ya wewe mwenyewe. Manake unawasilisha picha ambaye ni ya mtu ambaye hajasaliwa na Mungu. Unakuwa unawasilisha picha ya mtu ambaye hajasaliwa na Mungu. So kutembea kwa wivu, vitina, haya yote uchungu, unapokuwa unatembea katika haya, manake unawasilisha mtu mwingine ambaye hajasaliwa na Mungu. Kumbuka Yakobo anasema wewe umesaliwa kutoka juu. Umesaliwa mara ya pili. Umesaliwa na Mungu. Umekaliwa na Roho. Umetokana na Roho. So anamaanisha wewe unapokuwa unatembea kwenye wivu, uchungu, vitina, manake usuta, anaonyesha kwamba unakuwa una produce yani unaonyesha mtu mwingine
unajionyesha wewe kama mtu mwingine ambaye hajasaliwa na Mungu ama hajatokana na Mungu. Glory to God. Hallelujah. So Paulo alielezea hili kama kutimiza tamaa za mwili mtu anapokuwa anatembea katika mambo haya. Wagalatia 5:13 mpaka 19. Wagalatia 5:13 mpaka 19. Maana ninyi ndugu, mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Verse 14, maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. 15, lakini mkiumana na kulana. So ona, kanisa ambalo Yakobo alikuwa mchungaji lilikuwa na hii shida. Kanisa ambalo Paulo alikuwa na lilikuwa na hili la Wagalatia, si ndio? So kwenye Paulo ndiye alikuwa mchungaji Paulo ndio mwanzilishi hili kanisa. Lakini ndio mwanzilishi. Yeah. Sasa kanisa hili lilikuwa na shida ile. Asoko na kanisa perfect. Ikija kwenye haya mambo. Sasa wewe ukianza kulazimisha, unajua na kufundisha hivi leo. Kama Mungu atakuchalia ukuwe na huduma, alafu uanze kulazimisha hizi vitu hatutaki kuviona, haki hautahubiri. Watu ndio ukweli. Na ndio watu wengi wanakataa. Mtu hapo nyuma mtu alikuwa anachitoa na siwezi pastor achata tu usihubiri. Unahubiri na ndio wanaendelea kufanya zaidi. Ukijaribu yani ndio kama unaharibu sasa. So hata kanisa la wakati wa mitume ilikuwa na shida ile. Sasa unakuta leo watu wanalazimisha ati haya hivi vitu visikuwemo kanisani. Unajua ukilazimisha pasipo fundisho kamili, hivi vitu zitaisha. Kanisa la mitume hawakuwa na fundisho kamili. Fundisho lao lilikuwa limekoma. Lakini mambo haya kwa Sasa sikia. Sasa kama leo mafundisho yamechanganyikiwa kanisani. Kama wakati wa kina Paulo wanafundisha vizuri. Wanafundishwa na Yesu mwenyewe. So wanachambua kano na kano vizuri. Kama kwao kulikuwa na hiyo shida. Na leo vile mafundisho yamechanganyikiwa makanisani hivi. Sitakuwa ndio sahihi. Sasa leo watu wanalazimishwa, wanalaaniwa, wanapewa sheria, ukifanya hivi utaenda jehanamu, ukisengenya umepoteza wokovu unaenda jehanamu. Hata mitume hawajawahi fundisha. Na haya mambo yalikuwa kwenye kanisa. Hakuna mahali unaambiwa kwa sababu ya vitina, kwa sababu ya wivu, kwa sababu mnakulana na kuumana, jehanamu imewangojea. Ipo. Lakini leo Injili leo ni jehanamu ya moto. Injili leo ukifanya haya mambo ya mwilini, wewe umepoteza wokovu, moto unakungojea. Si ni mafundisho uongo haya. Haleluya. Maana ninyi ndugu, mliitwa maana number 5 lakini mkiumana na kulana, angalieni msiche mkaumisana. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtasitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho ushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Verse 18. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi na mengine. Si anaendelea kutaja. Si ni mengi? So matendo ya mwili kuna nini? Kuna uasherati, uchafu, ufisadi na mambo mengine yafananayo kama haya. Wivu, uchungu, ugomvi, tuko pamoja? Mapikano. Haya ni matendo ya mwili. So waamini kwenye kanisa la mitume walikuwa waliotembea kwa mwili, kwa matendo ya mwili.
Maana huwezi fundishwa kile kinafundishwa na Paul kama hawatembei kwenye matendo ya mwili. Haleluya. So hata hilo kanisa pia lilikuwemo katika kutembea kwenye matendo ya mwili. Lakini tunajifunza nini? Namna Paulo, namna waandishi ama mitume walivyo address ndio tofauti. Leo approach yetu ni mbaya. So ndio makosa yako, mambo haya yamo kanisani, lakini namna ambavyo tunafaa kushughulikia, hapo ndio tunakosea. Tuko pamoja? So huwa tunasema hivi, wakati unawasoma mitume, usisome tu barua zao, jifunze pia kuona namna walikuwa wanaelezea maandiko. Mwalimu anapokuwa anafundisha, usichukue tu notes. Jifunze pia namna anavyofasiri, namna anavyopangilia, namna anavyofunza. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Si ati mwalimu anafundisha hivi, wewe unataka kuja na kufundisha unasema yangu ni original, yangu ni unique. Sasa hapo ndio makosa inatokea. Na hapo ndio mafundisho ya uongo inatokea. Tuko pamoja? Glory to God. So, pia mwamini anapotimiza tamaa za mwili kwa kuishi katika wivu, uchungu, uchafu, chuki, maneno maovu na mambo kama hayo, anatembea katika mwili ambapo ni kinyume na asili yetu ambayo ni nuru ama roho. Mwamini anapotimiza tamaa za mwili kwa kuishi katika wivu, uchungu, uchafu, chuki, maneno maovu na mambo kama hayo, anatembea katika mwili ambapo ni kinyume na asili yetu ambayo ni nuru ama roho. So mwamini hapaswi kutembea katika mtembeo wa mambo ya mwili. Mwamini anafaa kumbuke yeye ni nuru, ametokana na roho. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa uasi kabisa, kutoka kwa Yakobo 1:18. Yakobo 1:18 mpaka Yakobo 3:18. Kutoka Yakobo 1:18 kuanzia tu hapo ukisoma Yakobo 2, Yakobo 3 mpaka 3:14. Msisitizo wa Yakobo ulikuwa ni kutembea kwa upendo. Yaani mwamini kuenenda sawasawa na uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo. Atembee katika asili yake. Nimesema kwa uasi kabisa ukisoma Yakobo 1:18 mpaka Yakobo 3:18. Si aturuke hiyo ya uruke 2, usome mpaka 2. So ukisoma Yakobo 1:18 mpaka Yakobo 3:18, msisitizo wa Yakobo ulikuwa kutembea kwa upendo. Msisitizo wake ulikuwa ni kutembea kwa upendo. Yaani mwamini kuenenda sawasawa na uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo Yesu. Asili yake. Mwamini kutembea katika asili yake. Ndipo maelezo yake katika sura ya 4 yanakuwa wasi. Yakobo 4:1, vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu sifanyaso vita katika viuno vyenu. Mstari mama wetu ndio huu. So kuna neno na vita vyatoka wapi na mapigano neno na bila tunavyoelewa ni neno kai ambalo linaweza kutumika kama kiunganishi au lenye kuelezea kulingana na muktadha uliotumiwa na mwandishi. Narudia, anaposema vita vyatoka wapi na mapigano, hilo neno na limetafsiriwa kutoka kwa neno la Kigiriki kai ambalo linaweza kutumika kama kiunganishi wakati mwingine
au pia lenye kuelezea zaidi kitu kingine.